Bwana, tunaanzia kwenye mkutano wa tarehe 30. Ulikuwa hukwenda vizuri, watu hawakuridhika na majibu. Wewe kama mwanachama ulikuwa miongoni mwa waliohusika katika mkutano mkuu. Uliridhika na majibu yaliyotoka kwanza? Mimi niliridhika nayo. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimeenda kwenye mkutano bila kujua kitazungumzwa nini. Ndio. Sawa? Ndio. Agenda nimeenda nimeikuta kule. Ndio. Kwa hiyo nilichokikuta nimekisikiliza, kimeongelewa mwanzo mwisho. Ndio. Sawa? Mwenyekiti akailisha mkutano. Sasa hawa ambao hawakuridhika na mkutano. Ndio. Sio kwamba hawakuridhika na majibu, hawakuridhika na mkutano. Wao walikuja na mada zao, walikuwa wanategemea wapewe nafasi wao waongee mada zao ambazo sasa sio za Simba Sports Club, sawa? Ndio. Ni binafsi. Kumbuka ule mkutano ni wa wanachama wa Simba. Ni mkutano mkuu wa wanachama wa Simba. Ndio. Sio mkutano mkuu wa watu waongeaji wa Simba. Ule mkutano ulikuwa chini ya mwenyekiti. Aliyetisha ule mkutano ni mwenyekiti. Mwenye mamlaka kuendesha mkutano ni mwenyekiti. Mwenye mamlaka kuahirisha mkutano ni mwenyekiti. Wewe umetoka nyumbani kwako mpaka umefika kwenye ule mkutano, maana yake umetii. Unaweza ukasema ni amri ya mwenyekiti ama ni sheria umefuata. Umeitikia wito. Umeitikia wito wa nani? Wa mwenyekiti. Ndio. Mwenyekiti ameendesha mkutano kwa namna ambavyo yeye ameona imestahili. Kwa muda ambao ametaka uendeshwe mkutano. Muda ulipoisha mkutano uahirishwe, utapangwa siku nyingine. Inasemekana kama mliambiwa mfumbe macho muiombee Simba, baadaye mwenyekiti akamaliza mkutano. Swala la kufumba macho kuiombea Simba sio kweli. Ila Ndiyo. Alisema hivi, timu yetu leo inacheza. Ndio. Kwa hiyo yoyote, yani wote hapa tulipo tuchukue muda wa kuiombea timu yetu tupate matokeo. Sawa? Ndio. Kwa hiyo kwenye issue ya kuomba ndio unakuta mwingine anafumba macho, mwingine anacheka, mwingine hivyo yani. Kwa hiyo hatukwambiwa fumbeni macho. Hapana, alisema tuombe. Ni kweli tuliomba. Kama kiongozi ukiwa na kofia yako ndani ya klabu ya Simba na tawi unaongoza wanachama ndani ya klabu. Ndio. Kuna mtu anaweza kana anajiuliza swali, leo ni wachezaji takriban 3 wameondoka ndani ya klabu ya Simba, kama sikosei wanaelekea hata 5. Ndio. Patrick Osems unamkumbuka vizuri. Ni makocha hao sasa. Yes, kuna nani mchezaji ni Fabrice Luamba Ngoma. Ndio. Kuna baadhi, lakini kuna Shemaloni naye. Ndio. Ukimzungumza kocha recent aliyeondoka juzi ameenda Raja Casablanca, David Fadlu. Ndio. Wote wakati wanaondoka walisema ndani ya klabu ya Simba dhana ya nguvu moja ipo kwa mashabiki, lakini inapokuja kwa uongozi hakuna hiyo dhana ya nguvu moja. Ndani ya uongozi kuna tatizo. Wewe kama kiongozi na ni katibu, hiyo kauli ni ya kweli kwamba ndani ya klabu yenu ya Simba kuna matatizo? Uongozi una shida? Dhana ya nguvu moja ipo. Ndio. Kwa mashabiki. Ndio. Kwa kauli yake, si ndio? Ndio, kwa kauli yake. Lakini kwa viongozi kwa viongozi kuna pande zimegawanyika na ikisemekana kwamba ndani ya uongozi wa klabu ya Simba una shida. Wewe kama kiongozi, mwanachama na shabiki, unakubaliana na kauli kwamba ndani ya uongozi wa Simba kuna matatizo? Mimi binafsi kukubaliana na hiyo kauli sikubaliane nayo kwa sababu sijaisikia akitamka. Ndio. Kwa hiyo siwezi kuwa mnafiki. Lakini kwa uhalisia kusema ndani ya uongozi wa Simba kuna matatizo, hapana. Sijayaona hayo matatizo. Kwa sababu kama nitakukubalia matatizo yapo, ndio, ukaniuliza ni matatizo gani, mimi nitashindwa kukufafanulia. Ndio. Kwa hiyo nitakuwa muongo. Simba hakuna tatizo la viongozi. Unaridhika na mwenendo na mwongozo wa klabu ya Simba mpaka sasa tunavyozungumza, tumeenda kwenye mapumziko? Naridhika na mwongozo wa klabu ya Simba kwamba uongozi hauna shida kabisa? Kwa upande wangu mimi uongozi hauna shida, kwa sababu hata kama nitasema una shida, ni shida gani? Wewe utaniambia uongozi una shida, sawa. Shida gani? Hii mivutano inayoendelea baina ya viongozi wa klabu, leo kuna wanachama wanakuambia tumuelewe mwenyekiti Murtaza Mangungo, kuna wengine wanakuambia upande wa tajiri uko na hivi na hivi tunasikia. Wewe kabisa kama mwenyekiti unawatazama wana Simba wanakutazama hapo wanakusikiliza, unahakikishia kwamba ndani ya klabu ya Simba uongozi upo sawa? Uongozi uko sawa kabisa kabisa, kwa sababu kama tutasema tufuate hizi vurugu, ndio hawa wanasema hawamtaki mwenyekiti, wengine hawamtaki katibu. Ndio. Hawaku wanamtaka mwenyekiti, hawaku wanamtaka katibu, sawa? Pande mbili hizo. Hawa wanataka, hawa hawataki. Ndio. Wewe ukisema kuna matatizo kwa viongozi. Ndio. Kwa hiyo kama viongozi wana matatizo, hawa wanaomtaka nao wana matatizo. Ndio. Sawa? Na ukisema viongozi hawana matatizo, je, mbona kuna wengine ndio maana nakwambia hivi viongozi wako sawa, ila wenye matatizo ni sisi wana Simba wenyewe wa mitaani ambao tunashindwa kusimama imara na timu yetu, tunashindwa kushirikiana na viongozi wetu. Tunapiga kelele mitaani. Tunarudi hapa. Ally Kamwe amekuwa kama anawaandama sana upande wa pili. Amedala aliwahi kusema kwamba kwa jirani kukiwaka unapeleka petroli. Ally Kamwe anasema mkiwa mnateseka yeye ndo furaha yake. Ally Kamwe amekuwa ni mtu anayetabiri matokeo yenu kabla ya mchezo. Tukiambiwa kwamba kuna jasusi ndani ya klabu ya Simba. Alianza akatoa taarifa kwamba hapa katikati kabla ya AFCON kuna mechi itauzwa. Ndio. Ikatokea kweli tukaona mechi ya Simba na kutoka upande wa akasema kabisa
timu ya jirani watapoteza mechi kabla ya AFCON. Ikatokea mkapoteza mechi ya Azam. Baadaye akatoa taarifa kwamba na jasusi wake akasema kwamba baada ya mechi moja hii kufungwa kuna mtu atadondoshewa ili nani tuseme friji ili afanyeje afukuzwe. Wakamdondosha akatolewa kafara. Dimitar Pantev akaondoshwa. Natamani sasa tuanzie hapo. Ni kweli taarifa zenu za Simba zinavuja kupitia kwa jasusi? Kabla tujaja kwenye hii taarifa ambayo tunaona ni nzito zaidi. Okay. Ndio. Sasa umesema Alikamwe ndio kupitia jasusi wake anasema yuko ndani ya Simba. Sasa mimi nataka uniambie kitu kimoja. Ndio. Sawa? Ukitoka hapa leo hii, mfuate Alikamwe. Ndio. Mwambie atuambie baada kutoka AFCON mechi ya kwanza na ya pili Simba yoyote atakayocheza naye matokeo yakoje? Kama unaamini kweli kuna jasusi na ndo anampa taarifa alafu zinakuwa za kweli. Baada ya hapa, mfuate Alikamwe. Tukishatoka AFCON mechi ya kwanza na ya pili kwa Simba itakuwaje? Kwa sababu sio kusema kwamba labda yule kuna jasusi. Unajua mpira una kitu fulani unaviashiria. Ndio. Umeona? 99% sasa vijana sasa hivi tumeingia kwenye kubeti. Ndio. Unaelewa vizuri? Vizuri. Sometimes unaingia unacheza mechi live. Unakuta kabisa hapa sasa Barcelona anaongoza goli 2, hii dakika ya 70, hii anashinda. Unatia mzigo wako pale Barcelona anafanyaje? Anashinda. Ikija ikitokea kasuluhu yule mtu kachomoa, ni matokeo ya mpira na utasikitika. Lakini uliamini. Kwa hiyo Alikamwe anacheza na alama za nyakati. Ndio hapa. Sawa na alama za nyakati. Kwamba sasa hivi Simba watapoteza. Na kusema Simba alisema timu jirani itapoteza. Unapoongelea timu jirani maana yake walikuwa wanacheza ni Simba na Azam. Ndio. Hata kama Azam angepoteza bado ni majirani kwa sababu wote tuko ndani ya Dar es Salaam. Ndio. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo bado kauli yake ingebaki kwa vile vile, nilisema jirani atafanyaje? Atapoteza. Ndio. Imetokea akapoteza Simba, akasema sasa hivi kuna mtu ataangushwa, si atafanya atatolewa si nini. Hizo ni tetesi ambazo alishaanza kuzisikia kwamba watu hawamtaki yule kocha. Ndio. Kwa hiyo akaona hapa kwa sababu wameshaanza kusema hawamtaki, huyu watafanyaje? Watamtoa. Sio, unaelewa vizuri. Na timu zetu hizo unajua. Wewe mwenyewe unajua timu zetu zilivyo hizi kwamba kocha akifanya hivi akifanya vile ikianza tu tetesi juu hilo ni jambo ambalo linaelekea kwenye ukweli. Kwa hiyo amecheza na alama za nyakati. Laiti kama wewe ungesema kwamba kuna jasusi wa kweli kabisa anampa taarifa za kweli. Na hapa tumeongelea jambo la kikao hapa. Alikamwe angeongelea sasa kile kikao kwanza. Wanaenda kwenye kikao tarehe 30 lakini kitakuwa hivi na hivi na hivi. Alitoa hiyo kauli? Nakuuliza wewe. Kwamba alitoa kauli ya kwamba kikao cha wanasimba cha tarehe 30 kitakuwa 1 2 3 alafu ikawa vile vile alivyosema. Imetokea hiyo kauli? Bahati mbaya hamna aliyemoji kuhusu kikao. Hakuna aliyemoji kuhusu. Wewe angemoji kwenye kikao angetoa. Kwa hiyo ina maana haya mambo anayasema mnapomuoji. Anapohojiwa na mengine anaandika mwenyewe. Sasa unamfuata mtu kumhoji wakati hana cha kuongea. Kondo anaongea. Lazima tu aongee lolote kwamba sasa hivi turudi hapo. Pale kuna jasusi, si kuna vitu gani sijui hivyo.